Karibu mwanamichezo, tujuzane mengi kutoka katika upande wa Yanga. Ni wakati ambao dirisha dogo la usajili linazidi kutikisa. Yanga imewasajili wachezaji watano, lakini wachezaji 6 imewaingiza katika mfumo kama sehemu ya nyota wapya. Hapa namzungumzia Yao Kwasa ambaye alikuwa ni mchezaji wa Yanga, japo alikuwa anasumbuliwa na majeraha kwa muda mrefu na akawa amemtoa kwenye mfumo. Sasa kutolewa kwake kwenye mfumo na kuingizwa kwake ndiko ambako kumejumuisha idadi ya wachezaji waliosajiliwa na Yanga kuonekana kuwa ni wachezaji nyota 6, lakini ukitazama wachezaji wapya ni wachezaji watano katika upande wa dirisha dogo la usajili ambalo linazidi kutekesa. Tupo mwishoni, takriban siku 4 zimesalia ili kwenda kufungwa kwa dirisha dogo, lakini Yanga wao licha ya kudai kwamba wamemaliza kwenye usajili, kocha anawaambia hamjamaliza, kwa sababu mchezaji niliyemhitaji hamkuweza kunipatia. Ni nani huyo? Ni X factor wake ambaye anaamini kwamba ana mchango mkubwa wa kuja kuongeza kitu cha ziada. Bwana, mchezaji anayejulikana kwa jina la Gerson Dara. Gerson Dara huyu ni kiungo mshambuliaji raia wa pale nchini Angola, na kwa sasa anaitumikia timu inaitwa Al Wakrah ya kutokea nchini Qatar, ndio timu ambayo anaitumikia, na moja wachezaji ambao wameonyesha performance ya kutupa, performance ya hali ya juu katika upande wa timu, na akiwa na timu ya taifa ya Angola kwenye michuano ya CHAN kwenye michuano ya AFCON iliyotamatika mwaka huu katika taifa la Morocco. Tulishuhudia yeye Gerson Dara akiwa na timu yake ya taifa ya Angola wakishatoa makundi, lakini yeye haikuficha uwezo wake na ubora wake. Within 3 games alizocheza alifunga bao moja na akatoa assist moja. So hii pia nayo inadhihirisha kwamba ni mchezaji wa aina gani, kwa nini coach Pedro Suarez amemng'ang'ania kwa kiwango na kwa kiasi kikubwa. Usione coach anamng'ang'ania, ni kwamba kwenye ripoti yake, ile ripoti ya mwalimu, nadhani niliwahi kupitisha kwenye ripoti ya kocha, alikuwa anamhitaji beki namba 2, anamhitaji kipa na Yanga walimsajili kipa kama ambavyo kocha alikuwa anahitaji, lakini pia beki namba 2 wakamuingiza Yao Kwasa kwenye mfumo baada ya kuona Yao tayari karejea, lakini kama angekuwa hajarejea wangemsajili beki namba 2. Then coach alihitaji holding midfielder, kiungo mkabaji. Coach alihitaji striker, mshambuliaji namba 1, sio mshambuliaji ambaye anatokea pema, lakini pia coach alihitaji attacking midfielder kwa maana ya winga ambaye anacheza pembeni, na pia akahitaji attacking midfielder force au second striker namba 10 ambaye atakuja kuongeza nguvu. Maeneo yote alifanywa kazi isipokuwa namba 10, ndio eneo ambalo Yanga walikuwa hawajalifanyia kazi. That why Yanga walikuwa wanamhitaji mwamba anayejulikana kwa jina la walikuwa wanamhitaji Morris Abraham kutokea ndani ya Simba ili kuweza kumjumuisha kwenye kikosi chao aje kureplace nafasi ambayo coach alihitaji kwenye nafasi hiyo. Kumbuko Yanga wameachana na Dumbia ambaye alikuwa anacheza katika nafasi ya namba 10. Yanga wameachana na Ekua ambaye pia kuna wakati ambao mwalimu alikuwa anamchezesha kama second striker. So katika nafasi hiyo ipo wazi, na that why juzi tutazama mechi ya Yanga na National Al Ahly, kocha alicheza pasipo kuwa na namba 10. Alianza bila Pacome, na alivyomuingiza Pacome pia Pacome naye hakucheza kama namba 10, akawa anatokea pembeni. So Yanga walicheza wakiwa na mshambuliaji mmoja, then wakawa na viungo wengi zaidi pasi kuwa ya kumchezesha namba 10 katika nafasi hiyo. So uongozi wa Yanga umerejea tena kwenye timu ya Al Wakrah ya kutokea nchini Qatar ili kuhakikisha kwamba anamvuta Gerson Dara. Gerson yeye yupo tayari kujiunga na kocha wake wa zamani, japo ambacho kilikuwa hakijafikia tamati ni makubaliano kati ya Yanga na timu yenyewe inayomiliki Gerson Dara, miamba hii ya kutokea katika taifa la Qatar. Lakini mazungumzo yamefikia pazuri na Yanga wameongeza kiwango cha dau, wameongeza dau kwenye kiwango cha pesa ambacho walikuwa wametajiwa kwamba wanapaswa kuwasilisha. Mwanzoni Yanga alikwenda na US dollars 200,000 ikaweza kukataliwa. Sasa ameongeza dau na amerejea tena kumchukua Gerson Dara. Anytime from now dili litakamilika. Hakikisha umesubscribe kama ni mara yako ya kwanza.